Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Tanzilul kitabi min Allahi al-aziz al-hakim, aya ya kwanza ya sura yetu hiyo. Maana yake hadha al-Qur'anu, hii Qur'ani, tanzilun min Allahi jalla wa ala, ni maneno yaliyoteremshwa kutoka kwa Allah mwenye utukufu, na miongoni mwa wenye vyeo wote Allah ndo mwenye cheo cha juu. Kama kuna wafalme, yeye ndo malikul mulki, mfalme wa wafalme wote, malikin nas, mfalme wa watu, na ni mfalme wa wafalme wote. Kama kuna waola aliha wengi, basi yeye kajiita ilahu nas, yeye ndo mola anayestahiki peke yake kuabudiwa na watu wote. Kama kuna wafalme, yeye ndo mfalme. Kama kuna miungu, yeye ndo Mungu sahihi, halisi, wa kweli. Na kama kuna waola wanaostahiki ibada, yeye ndo akajiita ilahu nasi. Masala ya ibada anastahiki yeye, kila kitu yeye Allah peke yake ndo anayestahiki. Yeye ndo kaleta instruction zake kwa kupitia aya za kitabu hiki. Kitabu hichi alichopewa mtume wenu huyu, aya zake zinatoka kwa Allah mtukufu, mwenye nguvu na mwenye cheo cha juu. Hadha alquranu, Qurani hii, tanzilu min Allahi jalla wa ala, imeteremshwa maelezo yake, aya zake, maneno yake kutoka kwa Allah mwenye utukufu na cheo cha juu. Al-Aziz, yeye ndo mwenye nguvu. Wal-azizu huwa al-ghalibu alladhi la yughlab, ana nguvu ambazo hakuna yoyote katika ulimwengu huu atakayemshinda. Al-qadiru alladhi la yughlabu, ana uwezo wa kila kitu ambaye hashindwi na yoyote, wala hashindwi na muungano wa wote watakaoungana. Yeye atabaki ni mwenye nguvu tu. Ndo aliyeleta maneno haya. Sasa wewe yadharau, chukua mengine, tumia, uone kama yupo unayemkomoa kama hujikomoi mwenyewe. Katika sifa zake Mola huyu Al-Hakim, ni mwenye hikma. Alladhi yaf'alu kulla shay'in bihikmatin wa taqdirin wa tadbirin. Kila anachokifanya Allah anakifanya kwa hikma ya hali ya juu. Hivyo alivyofanya yeye ndo sahihi, na hakuna yoyote atakayekuja kumrekebisha akasema angelifanya hivi ndo ingekuwa sahihi zaidi. Hapa kidogo kachemsha. Kila anachokifanya Allah anakifanya kwa hikma ya hali ya juu. Hivyo alivyofanya yeye ndo sahihi, na hakuna namna nyingine itakayokuwa sahihi zaidi kuliko alivyofanya yeye. Anafanya kila kitu kwa hikma, wa takdiri, na kwa makadirio ya hali ya juu, wa tadbiri, na huwa anazingatia mno kwa mazingatio makubwa. Kwa hiyo hakosei, haghafiliki, hadhulumu. Aya pili nasema inna anzalna ilaika alkitaba bilhaqi. Kama inarudia, manake aya ya kwanza ndio nasema tanzilun alkitabi min Allahi al-aziz al-hakim, ni uteremsho wa kitabu kutoka kwa Allah. Alafu aya pili anamwambia huyo aliyeteremshiwa, inna anzalna ilaika alkitaba bilhaqi, hichi kitabu tumekuteremshia wewe mtume wetu kwa haki. Sio kwamba labda ni kitabu cha porojo tu, sadiki ukipenda, kama hukupenda basi haina tatizo, ukifata usipofata sina ugomvi na wewe. Hapana, kaleta kwa malengo, kaleta kwa maana maalum, kaleta kwa haki. Kwa hiyo yule anayependa kujisikia kafanikiwa
lazima aendane na malengo ya kitabu hichi, akitambue kuwa ni kitabu cha haki, aishi kwa kukithamini na kuyafanyia kazi maelezo yake. Maana yake aya hiyo ya pili, Allah anasema kumwambia mtume wake na kumwambia kila anayesoma maneno haya. Sasa mtume hayupo, lakini si ndo tupo. Kwa hiyo ukisoma hiyo aya ielekeze kwako, ndo unaambiwa wewe hivyo. Nahnu anzalna alayka ya Muhammadun alquran alazima, sisi tumekuteremshia ewe Muhammad hii Qur'ani tukufu. Na Muhammad ndo katumwa, alichotumwa tufikishie sisi. Tumekuteremshia hii Qur'ani tukufu, mutadhammina alhaqi, imekubaliana, inawafikiana na haki, imeletwa kwa haki. Alladhi la miryata fihi, Qur'ani hii haina shaka ndani yake. Hamna jambo ambalo mtu anaweza akakaa lakini kweli imeelekea. Hamna kitu ambacho kina shaka hata kimoja. Chochote utakachokikuta humo kipokee in positive sense na kifanyie kazi kwa kadiri unavyoweza, chochote utakachokikuta humo. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, yametimia maneno ya Mola wako, ni ukweli mtupu uliozungumzwa kwenye maneno ya kitabu hiki. Na upande wa sharia ni uadilifu mtupu, sharia zilizowekwa kwenye kitabu hiki. La mubaddila likalimati, hakuna mtu ambaye anaweza kurekebisha, kubadilisha maneno ya kitabu hiki. Kwa hiyo kimeteremshwa kwa haki, sio kwa batil. Wasidqi, na kimeteremshwa kwa ukweli, sio kwa uongo. Alladhi la yushabihu bilbatili au hazli, la yushabihu batilun au hazlun. Aya za kitabu hiki hazifanani na batili yoyote. Batili huwa ni kama vitu tunavyotunga sisi, vitu vya kufikirika. Akaandika mtu hadithi ya mapenzi, ngano, mashairi na vitu vingine, kakaa na kalamu yake chumbani, akabuni, akasawazisha, akasema bora neno hili niondoe. Anavutia tu akili za wasomaji, kitu katunga mwenyewe mtu, hicho ndo kitakuwa hazlin. Lakini Qur'an inaambia wama huwa bilhazli, hii sio hazli, sio vitu vya kufikirika, vya kubuni, vya kutunga, ni vitu ambavyo viko kwa haki, vyote vina faida. Kwa hiyo wewe uliyepewa kitabu hiki, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, tumia maelekezo ya kitabu hiki ya kuongoze kuishi maisha ya ibada. Umuabudu Allah kwa kumkhalisia dini yako, mfumo mzima na mwenendo wa maisha yako uendane na ridhaa na matakwa ya Mola wako. Kitabu hiki ni mwongozo, tumeambiwa hudan lilmuttaqin. Kwa hiyo kisome kama unatafuta ule mwongozo unaopata humu uutie kwenye implementation, maisha yako yawiane na maagizo ya hiki kitabu. Fa'budillaha wahdahu, muabudu Allah peke yake kwenye maisha unayoishi kwenye ardhi yake hii. Mukhlishan lahu fi ibadatika, kwenye ibada zako uwe unamkhalisia Allah, kila kitu ufanye kwa ajili yake. Mtume kaambiwa ni kiigizo chetu. Baada ya kufa mtume, watu walioingia kwenye Islam walikwenda mpaka kwenye nyumba za mtume kuuliza maisha ya mtume, dini ya mtume, vipi alikuwa anafanya. Mama Aisha akamwambia kana khuluquhu alquran, tabia ya mtume nyie someni hiyo Qur'ani tu. Chochote kilichoelekezwa humo yeye alitekeleza, chochote kilichokatazwa humo yeye alijizuia na alikataza watu wengine. Alichotekeleza kawaamrisha watu, kwa sababu yeye ni kiongozi, wamfuate, watekeleze, na alichokatazwa yeye kajizuia na akawaambia watu wajizuie. Isomeni Qur'ani inavyoelekeza. Qur'ani ndo tabia ya mtume.
Vipi alikuwa anatumia saa zake 24 za kila siku, usiku na mchana? Mama Aisha akawaambia, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yadhkuru Allah fi kulli ahyanihi. Ahyan ni plural ya neno hin. Mtume alikuwa ni mwingi wa kumdhikiri Allah kwenye mazingira yake yote, kwenye hali zake zote, nyakati zake zote, yeye alikuwa anamdhikiri Allah. Lakini dhikiri yenyewe sio ile ya kirama. Mtume akimdhikiri Allah, kila analolifanya kwenye maisha yake lazima aliunganishe na Allah. Akitaka kula chakula anaanza bismillahi. Akiingia sokoni kuna maneno anayaunganisha kuingia kwake sokoni na Allah. Sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Au adhkari nyingine. Kaingia chooni, mnajua anasemaje, akitoka anasemaje, akiingia nyumbani kwake anasemaje, akitoka anasemaje, akinunua nguo anasemaje, akiivaa anasemaje, akijitizama kwenye kioo anasemaje. Kila jambo analolifanya kwenye maisha yake lazima alisajili kwa Allah, kwa dhikri maalumu analeta. Si tunajiendea tu, ukisharudi nyumbani msosi tayari, hata bismillahi unasahau. Unapiga ubwabwa wako, ukiondoka hapo na miunzi hata alhamdulillah usemi. Yani wewe umejitegemea kabisa. Huna mfumo, huna utaratibu, wewe upo tu. Yeye Mtume hakuwa hivyo. Kwa sababu alikuwa anaenda na maagizo haya. Fa'budillaha mukhlishan lahu din. Muabudu Allah ukiwa na ikhlasi kwenye mwenendo wako wote wa maisha. Kwenye dakika zako zote za siku moja yenye saa 24, usiku na mchana, mambo yote unayoyafanya yaengeji kwa Mola wako. Huko yatasajiliwa kuwa ni ibada, na siku ya malipo kila kitu utakuja kulipwa. Unapojifanyia tu mwenyewe kienyeji bila ya formula, mengine yanakuwa hayatambuliki kama ni ibada. Umepoteza muda tu na ukatumia nguvu na pesa zako, halafu usipate faida yoyote kama hujui kuishi kwa kufuata utaratibu. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Fa'budillaha wahdahu, muabudie Allah peke yake. Mukhlishan lahu fi ibadatika, ufanye kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah kwenye ibada zako zote. Mambo yote unayofanya yanaweza yakawa ibada ukifuata utaratibu. Ukiuacha tu utaratibu haziwi ibada tena. Umefanya tu kwa mazoea. Wala taqsid bi'amalika, sikiliza vizuri. Wala taqsid bi'amalika, usikusudie, usiwe na nia kwenye amali yoyote unayoifanya. Wa niyatika, na unapokusudia kufanya jambo usikusudie hiyo nia yako, hilo kusudio lako ghaira rabbika, usikusudie zaidi ya kutaka radhi ya Mola wako. Lolote lile. Unataka kulala na mwenzako nyumbani nobe, basi pia kuna dhikri za kufanya. Sio uende ukakidhi matamanio yako tu uondoke. Kitendo kile pia kinakuwa ni ibada. Tena ni ibada muhimu sana. Huenda Allah pale akatengeneza kiumbe mpya. Kwa hiyo lazima uingie kwenye amali ile kwa utaratibu. Mtume ndo kaambiwa hivyo. Fa'budillaha mukhlishan lahu din, bimaana fa'budillaha wahdahu, ishi maisha ya kumwabudu Allah peke yake. Mukhlishan lahu fi ibadatika, umfanyie yeye Allah ikhlasi kwenye ibada zako zote. Wala taqsid bi'amalika, unapotenda amali yoyote usikusudie kwenye amali hiyo unayoitenda. Wa niyatika, na unapotia nia wakati ukifanya hiyo amali usikusudie kwenye hiyo nia yako ghaira rabbika, zaidi ya kutaka radhi ya Mola wako. Kila kitu ukifanya kwa ajili ya Allah kitabarikiwa, kitakuwa ni ibada, na siku ya malipo utakuta malipo yake umeshaekewa. Ukikosea formula hizi utafanya mengi, muda mwingi, lakini yote yatakuwa yamepita tu, hayakuzingatiwa kuwa ni ibada na hupatii thawabu. Umetumia time, umetumia pesa, wakati mwingine umetumia nguvu zako, halafu vikawa hivi vitu vyote useless, havitambuliwi.
kwa kukosea utaratibu. Ala, zindukeni mufahamu, lillahi dinul khalis, mwenendo mzuri wa maisha akusudiwe Allah kufanyiwa, kuendewa mwendo huo wa maisha. Ala lillahi dinul khalis, ai maana yake ala fantabihu, zindukeni, tanabahini, fahamuni, ayuha nasu, enyi watu, inna Allaha ta'ala, hakika ya Allah mtukufu, la yakbalu illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim. Munafanya mengi nyinyi hapa, lakini eleweni Allah halikubali lolote katika mnayoyafanya ila mnalolifanya kwa ajili yake, kwa kutaka radhi zake tukufu. Hilo ndo anasema hili mja wangu kanifanyia mimi, analichukua na analipiga thamani. Mengine mnayofanya kwa mazoea, naambiwa innamal a'malu binniyati. Sasa lazima unapotenda amal uwe unayo nia, na hiyo nia umkusudie yeye. Unatoa sadaka, basi moyoni sema unfiquhu fi sabilillah, natoa shilingi yangu hii kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah. Kama unavyosali hapa ukaambiwa unuie, na ukitoa nuia, ukitaka kufunga unanuia, ukifanya lolote la kheri nuia, halafu ulifanye kwa utaratibu kama unavyoelewa hili linafanywa hivi, ukusudie radhi ya Allah. Allah anakuona, anakupima moyoni, na kila kitu ulichokifanya kwa ajili yake anakutunzia. Siku ya malipo utakuja kukuta thamani yake kwenye mizani ya mema yako siku ya Kiyama. Kwa hiyo tunaambiwa tutanabahi na hilo. Ala, zindukeni, fahamuni, lillahi dinul khalis, mwenendo mzuri wa maisha ya mtu wenye manufaa ni kuishi na kutenda kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Ala fantabihu ayuha nas, zindukeni, mtanabahi enyi watu, inna Allaha ta'ala, hakika ya Allah mtukufu, la yakbalu, hakubali katika yanayotendwa na watu, illa ma kana khalisan liwajhihi alkarim, isipokuwa analikubali lile jambo lililofanywa kwa ikhlasi. Aliyelifanya alikuwa anakusudia kupata radhi ya Mola wake mtukufu. Liannahu, kwa sababu yeye Allah almutafarridu bisifati aluluhiyya, ni peke yake Allah aliyepwekeka katika sifa za kuabudiwa. Kwa hiyo kila unalolifanya hebu litengeneze katika utaratibu wa kuwa liwe ibada, na hiyo ibada yako umkusudie kumwabudu yeye Allah peke yake, ndiye aliyemiliki siku ya malipo. Ukifaulu katika kupima mambo yako na kuyaweka kwenye mizani huu, we ukiondoka duniani tajiri. Mambo mengi umefanya na umeyafanya kwa kiwango, utayakuta kwenye hisabu yako. Unayoyafanya kwa mazoea, hujamkusudia Allah, hayatambui, hayawezi kuwa regarded kuwa ni ibada. Kama umefanya ndo umefanya, lakini wewe kama ulikuwa unacheza hivi, ufanya vitu hukuwa serious wakati ulipofanya. Allah ndiye anayeabudiwa, kwa hiyo yafanye mambo yako yawe ibada. Anayeabudiwa ayakubali. Almutaliu ala sarair, muelewe Allah anayajua yaliyomo katika siri za nafsi zenu. Wadhamair, na anayajua yanayozingatiwa na nyoyo zenu. Kwa hiyo wewe ukifanya jambo lako liunganishe kutoka moyoni kabisa, ulikusudie kwa ajili ya kutaka radhi ya Allah. Allah akitambua analisajili ni ibada na utakuta malipo yake. Wa maana al-khalis, na maana ya neno khalis as-safi, maana yake ni kitu safi. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala, Mtume amesema Allah ni mzuri na yeye huwa anapenda vitu vizuri vizuri. Mkimpelekea pumba anakataa, tupilia mbali, hii haina maana. Nyingine yasema inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Allah mwenyewe yuko neat, ni msafi, mzuri, hapokei tu vitu vibaya vibaya, vichafu vichafu, huchagua vilivyo vizuri. Asema hiki kimenyoka, hiki quality, anachukua vitu kama hivyo.
Kwa hiyo anavyosema ala lillahi dinul khalis, din ni mwenendo mzima wa maisha yenu, tangu unapoamka mpaka jua linatua, na kuanzia unapolala mpaka utakapoamka tena. Siku yako yenye saa 24, tumia neema alizokupa Allah ya viungo vyako vya mwili, mali yako na kila kitu chako kwa ajili ya kupatia thawabu. Lazima uwe mwerevu kwenye anga hizo. Usipoteze muda, wala usipoteze nguvu zako, wala mali yako for nothing, bila ya kupatia faida. Fanya kiwe safi kwa ajili ya Allah, na yeye aridhike. Akiridhika hichi kitu safi kanifanyia mimi mja wangu, wallahi anakienzi, anakitunza, anakilea, kinakuwa, utakuja kikukuta kina malipo yameongezeka thamani. Wa maana al-khalis, maana ya neno khalis as-safi, maana yake khalis ni kitu safi, dini safi, mwenendo safi wa maisha anaoishi mtu, iwe anaishi kwa ajili ya Allah. Huo ndo mwenendo safi. Fi shawaibi shirki wariyai, min shawaibi shirki wariyai, hicho unachokifanya kiwe ni kitu safi, kimeepukana na vile viashiria vya ushirikina na viashiria vya kufanya riya, kujionyesha kwa watu, kwa ajili ya Allah tu. Isiwe unafanya watu wakuone, watu wakusifie, watu wakusikie, au unafanya kwa ajili ya miungu ya wazee wako, au unafanya kwa ajili ya watu fulani. Nataka nifanye akina fulani wajue nimefanya nini, wanihesabu na mie mwenzao. Sasa wewe utakuwa unawafanyia wale. Fanya kwa ajili ya Allah kila kitu, na Allah akiridhika umefanya kwa ajili yake, wewe umewekeza, hakijapotea hicho. Kwa hiyo dini, mfumo mzima wa maisha utamalaki kiumbe kuwa kaungana na muumba wake. Anayoyafanya anayafanya kwa ajili ya Allah, yote yatakuwa ni ibada na atayakuta siku ya malipo.